Niwakaribishe kwenye darasa la wanafunzi. Kwa hiyo tuchukue vitabu vyetu, tuwe na Biblia zetu karibu na tuwe mbele ili tuweze kuendelea na darasa letu. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie jirani yako, mpe pongezi kwa kuwahi kwenye darasa. Mwambie hongera kushiriki darasa la wanafunzi. Mwambie hongera kwa kuwahi kwenye darasa la wanafunzi. Amina. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tunasema asante kwa siku ya leo. Asante kwa kibali cha kuiona siku hii. Asante kwa kibali cha kujumuika pamoja kama familia ya wana-TCC, tukiendelea kuliitia jina lako, tukiendelea kukua katika ushirika wa kujua wewe zaidi, kulijua neno lako, kulifahamu ili Bwana tuweze kukutumikia kadri ya mapenzi yako. Tunakushukuru Bwana kwa darasa letu la leo la siku ya mwisho, darasa la mwisho katika kipindi cha mwaka wetu wa 2025. Tunaamini yote ambayo tumejifunza mwaka huu Bwana, kwa nguvu ya Roho wako Mtakatifu, yanaendelea na yataendelea kuishi ndani ya mioyo yetu, na tutaendelea kubadilika, kukua katika kumfanania mwanao Yesu Kristo. Na hata darasa letu la leo Bwana, tunaliitia jina la mwanao Yesu Kristo. Roho wako Mtakatifu akajae ndani yetu. Roho wako Mtakatifu Bwana akaseme kupitia kinywa changu. Mimi nipungue, wewe uongezeke Mfalme. Roho wako akanene kila alichokusudia kwa ajili ya nafsi za watu wako hawa, ambao Bwana umewakomboa kwa gharama ya damu ya mwanao Yesu Kristo ya thamani. Leo hii Bwana tukajifunze, tukayaelewe. Roho Mtakatifu akawe mwalimu, kuwafunulia na kunifunulia mimi pia Bwana, niweze kuelewa kile ulichokikusudia kupitia somo letu hili la 52. Tunaombea hata ambao wako njiani waweze kufika mapema ili tuendelee kudumu katika wanafunzi na hatimaye tukalitimize agizo lako kuu la kuweza kuwafikia mataifa. Tunaomba haya katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya kanisa. Leo tuko somo letu la 52. Ni somo la mwisho katika mwaka wetu huu wa 2025. Tunaendelea kumshukuru kwa uaminifu wake. Tunaendelea kumshukuru kwa kutuongoza na kuendelea kutudumisha katika darasa hili. Haleluya. Somo letu la leo, kichwa cha somo letu la leo kinasema kazi ya umisheni huko Galatia. Kazi ya umisheni huko Galatia, na huu ni muendelezo wa somo tulilokuwa nalo Jumapili iliyopita, ambapo Jumapili iliyopita tulipata kuona kanisa likiwatenga Paulo na Barnaba. Roho wa Mungu alitoa maagizo kwamba Paulo na Barnaba waweze kutengwa na kutumwa kwa ajili ya kazi ya umisheni. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii tunaona namna gani ambavyo waliweza kuanza kazi ya umisheni, namna gani walivyoweza kuanza kupanda makanisa. Na kweli ya Biblia kwa darasa letu la leo inasema imetupasa kuitangaza Injili kwa ujasiri kwenye maeneo ambapo Kristo hajulikani. Imetupasa kuitangaza Injili kwa ujasiri kwenye maeneo ambapo Kristo hajulikani. Wa kukumbuka unatoka kitabu cha Mathayo ile ya 14 mstari wa 3, na unasema basi Paulo na Barnaba huko kwa ushujaa katika Bwana, aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara
na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Bwana Yesu asifiwe. So leo tutaenda kusoma baadhi ya mistari kwenye Biblia ambayo itatupa picha ya dhahiri namna gani Paulo na Barnaba waliwajibika, waliweka bidii kwenye kazi ya umisheni. Kwa tutakuwa na mistari kadhaa ambapo nitaomba wasomaji wawili waweze kutusaidia. Tutasoma kipengele cha kwanza, tutasoma Matendo ya Mitume sura ya 13 kuanzia mstari ule wa 13 mpaka mwisho ambao ni mstari wa 52. Alafu nitaomba msomaji wa pili atatusomea Matendo ya Mitume sura ya 14. Bwana Yesu asifiwe. Kwa karibu kwa msomaji wetu wa kwanza. Karibu mtumishi, karibu. Na Madam Gloria atakuwa msomaji wetu wa pili. Amen. Nitasoma Matendo ya Mitume 13 kuanzia mstari wa 13. Biblia inasema, kisha Paulo na wenziwe wakang'oa nanga, wakasafiri kutoka Pafo, wakafika Pege katika Pamfilia. Yohana akawaacha akarejea Yerusalemu, lakini wao wakatoka Pege, wakapita kati ya nchi, wakafika Antiokia, mji wa Pisidia. Wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato, wakaketi. Kisha baada ya kusomwa Torati na chuo cha manabii, wakuu wa sinagogi wakatuma mtu kwao na kuwaambia, ndugu, kama mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa lisemeni. Paulo akasimama akawapungia mkono akasema, enyi wame wa Israeli, nanyi mnaomcha Mungu, sikilizeni. Mungu wa watu hawa Israeli aliwachagua baba zenu, akawatukuza watu hao walipokuwa wakikaa kama wageni katika nchi ya Misri, na kwa mkono ulioinuliwa akawatoa, akawaongoza, na kwa muda wa miaka kama 40 akawavumilia katika jangwa. Na alipokwisha kuwaharibu mataifa 7 katika nchi ya Kanaani, akawapa nchi yao iwe urithi kwa muda wa miaka kama 450. Baada ya hayo akawapa waamuzi hata zamani za nabii Samueli. Hatimaye wakaomba kupewa mfalme. Mungu akawapa Sauli mwana wa Kishi, mtu wa kabila ya Benyamini, kwa muda wa miaka 40. Na alipokwisha kumwondoa huyo, akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemwona Daudi mwana wa Yese, mtu upendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Katika uzao wake mtu huyo Mungu amewaletea Israeli mwokozi, yaani Yesu, kama alivyoahidi. Yohana alipokuwa amekwisha kuwahubiri watu wote wa Israeli habari za ubatizo wa toba kabla ya kuja kwake, naye Yohana alipokuwa akimaliza mwendo wake alinena, mwanidhani mimi kuwa nani? Mimi siye, lakini angalieni, anakuja mmoja nyuma yangu, ambaye mimi sistahili kumlegezea viatu vya miguu yake. Ndugu zangu, wana wa ukoo wa Ibrahim, na hao miongoni mwenu wanaomcha Mungu, kwetu sisi neno la wokovu huu limepelekwa. Kwa maana wakaao Yerusalemu na wakuu wao, kwa kuwa hawakumjua yeye, wala maneno ya manabii yanaposemwa kila Sabato ameyatimiza kwa na ijapokuwa hawakuona sababu ya kumfisha, wakamuomba Pilato auawe. Hata walipokwisha kumaliza yote aliyoandikiwa, wakamtelemsha katika ule mti, wakamweka kaburini. Lakini Mungu akamfufua katika wafu, akaonekana siku nyingi na wale waliopanda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, ambao sasa ndio walio mashahidi wake mbele ya watu, na ambao sasa
na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile. Tamani kidogo. Na sisi tunahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama alivyoandikwa katika Zaburi ya 2, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Tena ya kuwa alimfufua katika wafu, asipate kurudia uharibifu, amenena hivi, nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi yaliyoamini. Kwa hiyo anena na pengine, hutamwachia mtakatifu wako kuona uharibifu. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala, akawekwa pamoja na baba zake, akaona uharibifu. Bali huyu aliyefufuliwa na Mungu hakuona uharibifu. Basi na ijulikane kwenu, ndugu zangu, ya kuwa kwa huyu mnahubiriwa msamaha wa dhambi, na kwa yeye kila amwaminie kuhesabiwa haki katika mambo yale yote asiyoweza kuhesabiwa haki kwa Torati ya Musa. Angalieni basi, isiwajilie habari ile iliyonenwa katika manabii. Tazameni, enyi mnaodharau, kastaajabuni mkatoweke, kwa kuwa natenda kazi mimi siku zenu, kazi ambayo msingeisadiki kabisa, ijapo mtu akiwasimulia sana. Na walipokuwa wakitoka, wakawasihi waambiwe maneno haya sabato ya pili. Sinagogi ilipofumukana, Wayahudi na waongofu wataua wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakawatia moyo kuhudumu katika neema ya Mungu. Hata sabato ya pili watu wengi karibu mji wote wakakusanyika walisikie neno la Mungu. Bali Wayahudi walipowaona makutano wakajaa wivu, wakayakanusha maneno yalionenwa na Paulo, wakibisha na kutukana. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema, ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona na nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele, angalieni twawageukia mataifa, kwa sababu ndivyo tulivyoamliwa na Bwana. Nimekuweka uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu hata mwisho wa dunia. Mataifa waliposikia hayo wakafurahi, wakalitukuza neno la Bwana, nao waliokuwa wamekusudiwa uzima wa milele wakaamini. Neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote. Lakini Wayahudi wakawafitinisha wanawake wataua wenye cheo na mji, wakawataharakisha watu wawaudhi Paulo na Barnaba, wakawatoa katika mipaka yao, nao wakawakung'utia mavumbi ya miguu yao, wakaenda Ikonio, na wanafunzi walijaa furaha na Roho Mtakatifu. Asante sana. Naomba wote tufuatishe vizuri kwa ukaribu, kwa sababu darasa letu la leo litakuwa tofauti kidogo. Tutachangia kila mmoja wetu kutokana na kile ambacho tumekisoma, kwa sababu na somo ambalo liko practical sana, linabeba agizo ambalo Bwana Yesu alituachia. Kwa hiyo tufuatishe kwa makini vizuri. Karibu mtumishi. 14 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, ikawa huko Ikonio wakaingia pamoja katika sinagogi la Wayahudi, na kwa vile walivyonena, kundi kubwa la Wayahudi na la Wayunani wakaamini. Walakini Wayahudi wasioamini wakawataharakisha watu wa mataifa na kuwatia nia mbaya juu ya ndugu. Basi wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika Bwana aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Lakini jamii ya watu wa mjini wakafarakana, hawa walikuwa upande wa Wayahudi na hawa upande wa mitume. Hata palipotokea shambulio la watu wa mataifa na Wayahudi pamoja na wakubwa wao juu yao, kuwatenda jeuri na kuwapiga kwa mawe, wao wakapata habari, wakakimbilia Listra na Derbe, miji ya Likaonia,
na nchi zilizo kando kando. Wakakaa huko wakihubiri Injili. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, "Simama kwa miguu yako sawasawa." Akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakakaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, "Miungu ametushtukia kwa mifano ya wanadamu." Wakamwita Barnaba, Zeu na Paulo Herme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano, wakapiga kelele wakisema, "Akina Bwana, mbona mnafanya haya? Sisi nasi tu wanadamu, hali moja na ninyi. Twawahubiri habari njema, ili mgeuke na kuyaacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo, ambaye zamani zilizopita aliwaacha mataifa yote waende katika njia zao wenyewe. Lakini hakujiacha pasipo ushuhuda, kwa kuwa alitenda mema, akiwapeni mvua kutoka mbinguni na nyakati za mavuno, akiwashibisha mioyo yenu chakula na furaha." Na kwa maneno hayo wakazuia makutano kwa shida, wasiwatolee dhabihu. Lakini Wayahudi wakafika toka Antiokia na Ikonio, wakawashawishi makutano, hata wakampiga kwa mawe Paulo. Wakamburuta nje ya mji, wakizania kuwa amekwisha kufa. Lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote, akasimama akaingia ndani ya mji. Na siku ya pili yake akatoka, akaenda zake pamoja na Barnaba mpaka Derbe. Hata walipokwisha kuihubiri Injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Wakapita katika Pisidia, wakaingia Pamfilia. Baada ya kuhubiri lile neno katika Perge, wakatelemka mpaka Ataria, na kutoka huko wakaabiri kwenda Antiokia. Huko ndiko walikoombewa neema ya Mungu kwa ile kazi waliokwisha kuitimiza. Hata walipofika wakalikutanisha kanisa, wakawaeleza mambo yote aliyoyafanya Mungu pamoja nao, na ya kwamba amewafungulia mataifa mlango wa imani. Wakaketi huko wakati usiokuwa mchache pamoja na wanafunzi. Amen. Amen. Asante sana mtumishi, tumpigie makofi. Shukrani sana. Naamini kuna vitu vingi ambavyo tumepata kujifunza katika mistari hii ya Biblia tuliyoweza kuisoma kwa pamoja, na inaturudisha katika ile kweli ya Biblia ambayo inatuambia kuwa imetupasa kuitangaza Injili kwa ujasiri kwenye maeneo ambapo Kristo hajulikani. Inatupasa kuitangaza Injili kwa ujasiri kwenye maeneo ambapo Kristo hajulikani. Na tukiangalia katika ile misingi 13 ya imani ya kanisa letu la TAG, msingi wa 10 wa imani unasema kwamba mtume wa kanisa ni na kuhubiri Injili kwa watu wote. Msingi wa kanisa ni kuenenda ulimwenguni kote. Kwa hiyo naamini hii inatukumbusha juu ya kweli ya Biblia ambayo tuko nayo kwa siku ya leo. Sasa ningependa nitoe nafasi ya kuchangia mawazo
katika mistari hii tuliyoisoma kuanzia Matendo ya Mitume ile sura ya 13, tumepata kuona practically ni namna gani Paulo na Barnaba walienenda katika kazi ya umisheni, katika kazi ya kutangaza Injili. Leo hii kazi ya kutangaza Injili haipo tu kwa baba mchungaji au kwa mitume au kwa manabii. Ni agizo ambalo tupo nalo sisi wote waamini. Tunapewa agizo la kuitangaza Injili mahali pale tulipo. Huenda ni kwenye familia yangu, wapo baadhi ya ndugu zangu ambao hawajaokoka wala hawamwamini Bwana Yesu. Huenda ni pale kazini. Tumeona hapa Paulo na Barnaba walielekea Galatia. Of course Galatia kwa dunia yetu ya sasa hivi ni eneo la Uturuki. Ni katika nchi ya Uturuki. Kwa waliweza kwenda kwenye maeneo ya Ikonio pamoja na Listra. Ndiko ambapo walifika kufanya kazi ya kuitangaza Injili. Lakini leo hii mimi na wewe, Galatia yetu inaweza ikawa ni pale kazini nilipo. Wapo wafanyakazi wenzangu, yuko bosi wangu ambaye hafahamu kuhusu habari za Injili. Huenda Galatia yangu ni pale eneo langu la biashara, majirani zangu, wafanyabiashara wenzangu, unakuta hawana taarifa za Injili, hawaijui kweli ya Injili. Huenda Galatia yangu ni pale ninapoishi, majirani zangu, mwenye nyumba wangu, aliyeniuzia kiwanja. Wote hawa ni watu ambao kwa namna moja au nyingine mimi ndo ninayekusudiwa kuweza kuwatangazia Injili. Sasa tumeona practically namna gani Paulo na Barnaba walienenda maeneo tofauti tofauti kuweza kuitangaza Injili, na tukaona matokeo ya Injili walioitangaza. Tumeona namna gani ilileta uponyaji, namna gani roho za watu ziliongoka. So ningependa nitoe nafasi tuweze kushare katika kushirikishana, kwa sababu hili ni agizo ambalo hata mwalimu kwenye kipindi kilichopita alipata kutupatia. Twende tukawashuhudie watu. Kushuhudia ndio sehemu ya kuitangaza Injili. So ningependa tujadili kwa pamoja ni mbinu gani ambazo tumeziona Paulo na Barnaba wakizitumia wakati wapo huko Antiochio, Ikonio na Listra. Mbinu gani walizitumia ambazo leo hii mimi na wewe tunaweza kwenda kuzitumia katika maeneo yetu ili kuweza kuitangaza Injili. Karibuni, tushare mbinu, lakini pia unaweza ukashare ushuhuda. Wakati wewe unaitangaza Injili, wakati wewe unamshuhudia mtu, ulipata experience gani ambayo leo hii tunaweza tukajifunza jambo, lakini pia katika tulichokisoma kupitia Paulo na Barnaba. Karibuni sana. Karibuni sana. Karibu dada Egla. Taomba mtu anisaidie kupitisha mic kwa uharaka. Bwana asifiwe. Amina. Kwenye Matendo 14 tunaona kwamba Barnaba na Paulo walikwenda waliingia katika masinagogi, lakini anasema walizungumza na watu kwa ushawishi. Na maana walitoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wakakutana na watu mbalimbali na kuongea nao. Biblia inasema walizungumza nao kwa ushawishi sana kiasi kwamba Wayahudi waliamini walichosema. Nina mfano moja practical kwa maana ya kusema tunaweza kufanyaje katika kuwahubiria watu. Nakumbuka wakati niko chuo tuliendaga sehemu moja inaitwa Chanika, kipindi hicho kabla haijawa Chanika ya sasa hivi. Ilikuwa ni maeneo ambayo kwa kipindi hicho walikuwepo watu wa imani tofauti na ya kwetu sana. Kwa hiyo tulichokuwa tunakifanya sisi tulikuwa tunaenda kwenye vijiwe.
tunabeba Biblia ndiyo, lakini hatuendi ile kwamba kwa maana ya mtu akikuona tu aanze kuogopa, ila tulikuwa tunajichanganya nao kwenye vijiwe. Story moja, story ya pili, ya tatu unaingiza neno. Story ya kwanza, ya pili, ya tatu unaingiza neno. Baadaye wakaja kushtuka kwamba lile eneo ambalo tulikuwa tumekaa pale kama vijiwe tulikuwa tunahubiri. Kwa hiyo pia tunaweza tukaitumia. Unaweza usiende kwamba umebeba microphone, umebeba Biblia, umebeba labda vile vipeperushi kwa namna hiyo, ila unaweza ukajichanganya na watu kwa sababu tuna vijiwe. Kuna vijiwe vya kahawa, kuna vijiwe vya wale washona viatu, mara nyingi watu wanakaa pale. Kuna sehemu watu wanacheza draft, unaweza ukaenda maeneo yale. Na katika story moja mbili tatu unapopata nafasi unaweza kuwashirikisha watu habari njema za Yesu. Amin. Amina, amina. Tumpigie makofi. Asante sana dada Egla kwa kuweza kutupa ushuhuda wako practical kabisa kwamba namna gani kwa upande wenu mliamua kuwa sehemu ya ile jamii ambayo mlikuwa mnaishuhudia. Na kuna kipengele muhimu sana ambacho amekisema kwamba leo hii hailazimu wakati wote kwamba nisubirie kupata speaker na maiki ili kuweza kufanya kazi ya uinjilisti. Mazingira nilionayo kama waliokuwa nayo wao, waliweza kukaa kwenye vijiwe, wakaweza kusema nao juu ya neno la Injili. Na hata hapa tumeona Paulo na Barnaba waliingia kwenye sinagogi wakakaa. Hawakuingia na kuanza kudemand kwamba jamani tumekuja leo tunaomba kipindi. Waliingia wakakaa, ila walikuwa wana nia ndani ya mioyo yao tayari, na nia yao ilikuwa ni kuihubiri Injili. Kwa nafasi ilipopatikana, basi waliweza kushare juu ya neno la Injili. Waliweza kuzungumza juu ya habari ya namna gani sisi kama wanadamu tulikuwa dhambini, lakini kupitia mkombozi wetu Bwana Yesu aliweza kuleta msamaha wa dhambi na kupatanishwa tena na Mungu. Kwa hiyo asante dada Egla. Naomba nikaribishe mtu mwingine aweze kushare alichojifunza kupitia Paulo na Barnaba kwenye kuhubiri Injili au practically kwa yeye ambavyo ame experience. Karibu mtumishi. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi sijui nitakuwa nje kidogo, ila nafikiri ni umo. Kwanza nielezeni nilivyoelewa kuhusu Barnaba na Paulo. Kwa scenario yao nafikiri wao walihubiri Injili, waliweza kuingia kwa masinagogi. Naweza nikasema maisha yao kwanza yalikuwa Injili tosha. Waliweza kuishi mafunzo waliofunzwa, waliolelewa. Vivyo ndivyo naweza nikaileta kwetu sisi. Hiyo ni namna ya kwanza najaribu kuelezea. Sisi kwetu pia maisha yetu, matendo yetu, maneno yetu yanaweza akawa Injili tosha kabla hatujaenda kuhubiri kwa kuhubiri kwa vitendo. Kwa wale the way walivyokuwa wanaishi, walikuwa wakiishi wakimhubiri Kristo. Kwa hata walivyokuwa wakiwa approach wale, walikuwa wanaenda kwa maana ya kwamba hata mtu akiangalia anasema huyu ni mtu wa Mungu. Huyu yuko kwa kuna wepesi fulani wa kufanyaje wa kurespond kwa Injili inavyokuja. Kingine hapo kwenye hiyo pia walikuwa wamejaa neno. Tunavyoenda kuhubiri Injili, kwa experience yangu ndogo, kwa wengi hata tukiongea tu kwa kawaida, watu wengi kwa hapa mazingira kwetu, wengi sasa hivi wanajua neno. Wanalijua sana. Tusipoingia vizuri, kama hatuja dig deep, hatujajua neno, tunaweza tukaenda tukaleta mdahalo au tukaenda kitu ambacho tukaenda nje. Kwa hiyo wale walikuwa pia wana neno, yani wamejaa neno, ndio maana walikuwa wana ujasiri. Kama una ujasiri huwezi kaingia kwenye masinagogi. Kwa sababu obviously wale watu pia wanaijua neno. Hata kwa sasa hivi nikisema Waislamu wanasoma au mashehe wanasoma pia Biblia. Kwa Biblia iko kichwani, si vitabu vya Musa vya nini huko vya kwao vipo. Obviously hata sisi wachungaji wanasoma, ila kwa washirika sisi hatuwezi tukasoma Qur'ani, si ndio? Wale wanakuwa wana ufahamu wa kile kitu, wanawafahamu wale wanaowaendea. Kwa sisi pia
tunatakiwa tujifunze mazingira ambayo nayaendea, kwamba ni namna gani naweza nikawaingia vipi, nisome neno nikiwaingia niweze kumdefend huyu Yesu, kwamba Barnaba na Paulo walimjua Mungu sana, ndio maana wakawa na huo ujasiri. Sisi kikawaida hatutakuwa na huo ujasiri kama hatutalijua neno. Kwa mimi nimejifunza kwao, walilijua neno wakaenda hivyo, pia maisha yao yalihubiri Injili. Na sisi pia tuangalie kwanza maisha yetu kabla hatujawaendea watu. Je, ni kweli namuishi huyu Kristo? Injili nao ipeleka iko sawa? Na mimi mtu akiangalia ataona naenda sawa sana ninachokihubiri. Kwa namna hiyo italeta impact kubwa zaidi ya watu wengine ambao hata hujawafikia kwa maneno, ila watasema natamani kuwa kama mtu fulani au niende kwenye kanisa la mtu fulani. Amina. Amina. Tumpigie makofi. Asante sana mtumishi kwa kuweza kutukumbusha vipengele vya muhimu sana sana. Mstari wetu wa kukumbuka unatuambia kwamba basi Paulo na Barnaba wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika Bwana. Mtumishi amepata kushare na sisi namna gani nitaweza kunena kwa ushujaa au kwa ujasiri. Ni pale ninavyokuwa nimejaa neno la Injili, ile kweli ya Injili ya Bwana Yesu. Kwa leo tunapata wito, tunapata agizo, siwezi kutoa kile ambacho sina. Kwa ni lazima sisi tuketi miguuni kwa Bwana Yesu, tuijue kweli. Katika kuijua kweli, basi tuenende. Na katika kuenenda kwetu, lazima tuwe na ile uhakika kwamba hatuenendi peke yetu. Tunaona Mtume Petro, wakati Bwana Yesu alivyokuwa anaelekea msalabani, ilifika point alimkana Yesu. Lakini baada ya kuja kujazwa na Roho Mtakatifu, alipata ujasiri na ushujaa wa kunena kweli ya Injili. Kwa hiyo kutoka kwetu na kuenenda kwetu, sienendi kwa akili zangu Dr. Monica peke yangu. Sienendi kwa mawazo yangu au fikra zangu peke yake. Kuhubiri kwetu kuko na backup ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Yeye atatusaidia kuwa na ujasiri na ushujaa katika kile ambacho tulikaa kukisoma au tulikaa kujifunza. Na tunapoenda kuhubiri Injili, ametukumbusha pia mtumishi, maisha yetu pia ni Injili tosha. Wanatazama matendo yetu kabla ya kuyasikiliza maneno yetu. Mitume wa Bwana Yesu walionekana kwa mienendo yao, kwa matendo yao, mbali na kile walichokizungumza peke yake. Kwa sisi leo hii kama wana TCC ambao tumeitwa sasa tukaihubiri Injili, lazima tukiishi kile tunachokihubiri, na baada ya hapo ujasiri utakuwepo kwenye kuisema ile kweli. Nafsi zitatushuhudia katika ile kweli vizuri. Na tunavyoenda pia katika maeneo mapya au hata kwenye jamii yetu, ni vitu gani? Yaani ni kweli gani ambayo inahusu Injili? Injili yetu ni rahisi. Kila mmoja wetu tulikutana vipi na Yesu? Tulikuwa dhambini. Baada ya hapo, kupitia kuamini katika kifo na ufufuo wa Bwana Yesu na kukiri, basi ile imetuhesabia haki, imetuondolea ile mzigo wa dhambi ama vifungo vya dhambi. Kwa Injili ya kwanza tunayohubiri leo hii, kiini chake ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kile alichokifanya msalabani, ile ndiyo kazi ya Injili. Baraka na nyumba na magari na ndoa na kila kitu ni ahadi ndani ya neema ya wokovu. Lakini kiini cha Injili ni Yesu Kristo, ambaye aliacha enzi, akaja duniani, akaishi maisha ya kibinadamu katika hali ya utakatifu. Akapitia mateso,
ili kuichukua ile adhabu ambayo tulistahili sisi. Kwa sababu sisi kama wanadamu tumeumbwa na Mungu, ni mali ya Mungu, na kuenenda kwetu tunamtegemea Mungu 100%. Na Mungu alitegemea tuishi katika ukamilifu, ila tukatenda dhambi, likatokea anguko. Kwa hiyo wote tumetenda dhambi, wote tumepungukiwa na ule utukufu wa Bwana. Kwa leo hii tunachowahubiria, Kristo alikuja kurejesha kilichopotea, kuleta msamaha wa dhambi. Kwa ndicho ambacho Paulo na Barnaba waliwahubiria kwa sauti kali, kwa ujasiri. Na nini ambacho ilibidi kifanyike? Kunahitajika mwitikio. Kwa baada ya kuhubiri Injili, lazima tuwakaribishe watu katika kuitikia, kumpokea Bwana Yesu, kuamini na kukiri kwamba yeye ndiyo ondoleo la dhambi. Na kutokea hapo ndiyo Injili yetu inakuwa imekamilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Na ndiyo maana Paulo na Barnaba walihubiri na watu waliongoka na watu waliokoka. Na katika kuihubiri Injili tumepata kuona Injili inaambatana na kuokoa nafsi za watu, inaambatana na uponyaji pia. Tulipata kuona pale yule bwana ambaye alikuwa mlemavu tangia kuzaliwa, kupitia Injili alipata uponyaji. Kupitia kumpokea Bwana Yesu, uponyaji wake ulipatikana. Na wakati mwingine katika kutenda matendo ya miujiza ya uponyaji wa Bwana Yesu, kuna wakati jamii inaweza ikapoteza direction, ikaanza kumwabudu yule mtumishi wa Bwana badala ya kumwabudu Yesu Kristo aliyeleta uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sisi kama tunaoenda kuihubiri Injili, daima inabidi tuwadirect watu kwa Yesu, sio kwetu sisi. Watu ni wa Yesu, aliyewafia msalabani ni Bwana Yesu, na kinachowaokoa na dhambi ni Bwana Yesu. Sisi ni watumishi tu, sisi ni wainjilisti tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Napenda nikaribishe mjadala uendelee. Tuliona Paulo na Barnaba walikutana na upinzani. Bwana Yesu asifiwe. Walikutana na dhiki, walipitia changamoto mbalimbali. Tunajifunza nini kupitia waliopitia Paulo na Barnaba, na sisi ambao ndio Paulo na Barnaba wa leo? Nini tukibebe cha kwenda kuapply katika safari yetu ya kuitangaza Injili? Karibuni watumishi. Karibuni kwa kuchangia. Tuwe huru kunyoosha mikono. Darasa letu la leo tutashiriki kwa pamoja. Karibu mtumishi Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tutaona sura ya 14 kuanzia mstari wa 8. Tunaona namna ambavyo baada ya kukutana na huyu mtu ambaye alikuwa hawezi na wakamwombea na akatembea, watu wa jamii ile walikuwa na reaction mbili tofauti. Kwanza, kama ambavyo ingetarajiwa, kuna mtu ambaye alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa, alafu mara anaweza na anasimama mwenyewe, walifurahi wakashangilia. Alafu baada ya kufurahi wakataka kutoa sadaka, wakisema ni miungu imewajilia, wakawa tayari kutoa sadaka kwa sababu ya ile furaha waliokuwa nayo. Lakini kina Paulo baada ya kuona hilo, wakaanza kuwaelezea kwamba sio wao ni wanadamu kama wao, lakini wakaanza kuelezea habari za ufalme wa mbinguni, kwamba hiyo yote imetokana kwa sababu ya Mungu. Wanaelezea ufalme wa mbinguni, wanaelezea kwa hawa watu sasa, baada ya kuwa wamevuta ile attention. Lakini tunaona baada ya kuwa wameelezewa, reaction ya pili, hawa watu walihamaki, wakajawa na hasira, alafu wakaanza kuwashambulia
wakina Paulo. Tunajifunza kitu gani hapa? Ni kama kwenye ulimwengu huu by default, yani kwa hali ya kawaida, yani ukiacha vitu vingine vinasema vile vilikuwa, ulimwengu kuna nguvu ambayo inatawala, ufalme ambao unatawala, ufalme wa giza unatawala, una namna yake unataka ufanye. Na kinapotokea kitu wanatamani kuendelea, yani wanatamani kitokee kwa namna ya ufalme wao vile inavyokuwa, kama ambavyo walivyoona. Walifurahi kuona ule muujiza na wakajua ni miungu pamoja, yani kwamba ni nguvu za giza pengine, yani najaribu kueleza, hawakuwa na tafsiri namna hiyo, lakini kwa hali ya kawaida kama walishangilia kwamba ni miungu imefanya hivyo, basi walikuwa na hiyo perception kwamba ni Mungu wao amefanya hivyo. Kwa wakatamani kushangilia, lakini baada ya kupewa taarifa ya ufalme wa Mungu wakahamaki na ukasirika. Hasira ikapanda juu yao, wakataka kuwashambulia hawa watumishi na wakashambulia watumishi actually. Kwa hiyo tunachojifunza ni kwamba tunapofanya kazi yetu hapa ulimwenguni kueleza habari za Mungu, tutarajie kukutana na upinzani kwa sababu tunaeleza habari za ufalme wa mbingu. Utafika unawaambia watu waache vitu ambavyo wamevizoelea kuvifanya. Kwa mara ya kwanza, kwa nature ya ufalme, haitafurahi kuona unakataza kufanya unachotaka ukifanya. Kwa hiyo unaweza kukutana na upinzani. Unaweza usiwe kama wakina Paulo wa kupigwa mawe na vitu vingine kama hivyo, lakini unaweza ukashambuliwa kwa matusi, ukashambuliwa kwa namna yoyote ile. Kitu kikubwa imetupasa tuwe wajasiri na tumtangulize Mungu ili kusudi Mungu atusaidie kufanya kazi yake kwa ushindi. Amen. Amen. Asante sana mtumishi, tumpigie makofi. Shukrani sana. Amesema cha msingi tumtangulize Mungu, tuenende kwa ujasiri, si ndio? Naomba nikaribishe mchangiaji mwingine pia kwenye kipengele hiki cha kukabiliana na upinzani ambao tutakutana nao wakati wa kuitangaza Injili. Tunaagizwa tukatangaza Injili, lakini yapo ambayo tutakutana nayo. Namna gani ya kukabiliana nayo? Karibuni watumishi. Karibu dada. Karibu, tumpatie maika. Upinzani ambao walikutana nao Paulo na Barnaba, nini tunacha kujifunza ambacho tunaweza tukaenda kukifanyia kazi sisi wainjilisti wa leo hii? Karibu sana. Na hapa ndo tunafanya mazoezi ya kwenda kuitangaza Injili huko nje. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi naona tuenende na Mungu ndo anaweza kusimamia yote haya. Hivyo tu. Amina, asante. Tumpigie makofi. Amesema tuenende na Mungu. Asante sana. Na Roho wa Mungu yuko pamoja na sisi. Jambo moja kama nilivyoshare mwanzoni, yani tutoke kwa ujasiri tukijua kwamba Roho wa Mungu yuko pamoja na sisi. Kwa hata pale tunapokutana na upinzani, Roho wa Mungu atatushuhudia nini cha kufanya. Kwa sababu tuliona kuna wakati ambapo Paulo na Barnaba walipokuwa kule Antiokia, baada ya wale kuweka njama na kutaka kuwapiga mawe, waliondoka wakaelekea Listra na Debre. Kwa kuna wakati Roho wa Mungu atatuelekeza, kuna vijiji tunaweza tukaenda, wanakijiji wakawa tayari kutuchoma moto kabisa. Roho wa Mungu yupo na sisi, atatushuhudia wakati gani tuondoke, wakati gani tusimame na kuendelea kuifanya kazi katika eneo husika. Kwa hapa tunaona Paulo na Barnaba waliondoka kwa busara, wakaenda sehemu nyingine. Na kule walikoenda pia walifanya kazi ya Injili, walihubiri Injili, uponyaji ukatokea, Paulo akapigwa mawe mpaka pointi ya wakahisi amekufa. Lakini aliamka tena na akaendelea na kazi ya kuitangaza Injili. Kwa hiyo leo hii inatuandaa kwamba katika kuifanya kazi ya Bwana, katika kutangaza Injili,
kuna changamoto tutakazozipitia. Kuna ile Matendo sura ya 14 mstari wa 22 inasema, imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Katika kutangaza injili kuna nyakati ambazo ndugu zetu watatutenga. Bwana Yesu asifiwe. Tutatengwa kabisa. Tutaonekana tumepotea. Wataonyesha kuwa disappointed na kile tulichokifanya. Hii walipitia mitume, hata sisi tutapitia, lakini katika yote Roho wa Mungu yupo kutuimarisha. Roho wa Mungu yupo kwa ajili ya ile reward yetu ya uzima wa milele. Kwa kutukanwa, kuzomewa, kuchekwa, kusemwa vibaya, tunayo bahati Tanzania tuko kwenye nchi ya amani yenye uhuru wa kuabudu na kuhubiri. Lakini wapo wenzetu ambao wako kwenye nchi ambazo kuhubiri injili inahatarisha uhai wao, lakini bado tunaitwa kuendelea kuihubiri injili, kwa sababu mwisho wa siku agizo la Mungu ni nafsi za watu ziweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapata kuona pia kutokana na uwepo wa Roho Mtakatifu, madhihirisho ya uponyaji yanaambatana na injili yetu. Uokoaji wa nafsi unaambatana na injili yetu. Watu wanapata kurudi kwa Yesu. Watu wanaondoka kwenye vifungo walivyopo. Watu wanabadilika katika mienendo ya maisha yao. Na ndilo kusudi la Bwana katika nguvu ya injili. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu inadhihirika wakati tunavyohubiri injili. Kwa hii inatupa ule ujasiri kwamba kuna wakati kibinadamu unaweza ukawa unajiuliza, namshuhudieje mtu ambaye ni tajiri labda, au amesoma sana, au ana cheo fulani? Kazi yangu mimi na wewe ni kulihubiri neno, kuihubiri injili. Ila anayeshuhudia na anayeokoa ni Bwana Yesu kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kile tunachokihubiri kiko na backup ya nguvu ya Mungu. Matokeo ya huyu mtu kuitikia wito wa kumpokea Yesu yanafanywa na Mungu mwenyewe, sio mimi au wewe tunayeokoa. Bwana Yesu asifiwe. Ni moja ya vitu ambavyo mimi mwanzo nilikuwa najiuliza, okay, nikimhubiria asipokubali inakueje? Kwa sababu nilikuwa najitazama mimi kwamba mimi ndo wa kumsababisha akubali. Lakini anayesababisha akubali ni nguvu ya Roho ambayo ipo kazini wakati tunavyohubiri injili. Ndio ile Matendo 14 mstari wa 3 ambayo inasema, basi Paulo na Barnaba wakakaa huko wakati mwingi wakinena kwa ushujaa katika Bwana. Kwa kunena kwa ushujaa katika Bwana ni wajibu wangu mimi na wewe, lakini Bwana ndiye aliyelishuhudia neno la neema yake. Tunahubiri neno la neema, kuokolewa kwenye dhambi. Kwa Bwana alilishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Kwa ni Roho wa Bwana ambaye anafanya kupitia kile ninachokisema, kupitia ile injili. Ndio maana pale alivyopona yule aliyekuwa kiwete, wale pale wakahisi ni Paulo na Barnaba miungu watu, lakini wakawarudisha kwamba aliyetenda ni Mungu kupitia mwanae Yesu Kristo. Wao walikuwa binadamu tu ambao walikuwa wanatimiza agizo la Mungu. Kwa leo hii tunaitwa tutoke kwa ujasiri tukiamini kwamba Roho wa Mungu yuko pamoja na sisi. Roho wa Mungu yupo kazini. Yeye ndio anayezitafuta nafsi za watu wake. Yeye ndio aliyeingia gharama
ya kumtoa mwanawe Yesu Kristu afe msalabani kwa ajili ya nafsi zilizopotea. Kwa kama ambavyo sisi tulipata kuitikia wito wa kuja kwa Bwana Yesu, hali kadhalika na wale tunaowahubiria wataitikia wito. Ila kinachohitajika ni nini? Lazima awepo wa kwenda kuhubiri Injili. Lazima mimi na wewe tuseme neno la Injili, ili Roho wa Mungu aweze kujidhihirisha kupitia lile neno tunalolisema kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho wa siku, kipengele cha mwisho, tunaona kwamba watu wanaamini, na katika watu kuamini tunao wito wa kuweza kuwakuza hawa watu katika ile imani tuliowashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma pale ile Matendo sura ya 14 mstari ule wa 21, inasema hata walipokwisha kuihubiri Injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa tunapata kukumbushwa kwamba tunavyohubiri Injili, Paulo na Barnaba walihubiri, walipanda makanisa, walichagua wazee kwenye yale makanisa na wakawaacha wale watu katika maongozi yao ili waendelee kukuzwa katika ile imani walioipokea. Mtu kumpokea Bwana Yesu na kukiri kuwa Bwana na Mwokozi ni jambo moja, lakini jambo lingine kubwa na muhimu sana ni malezi au makuzi katika ile imani. Kwa sababu pale amempokea Bwana, lakini nini kitamsaidia kukomaa, kusimama imara dhidi ya changamoto zozote atakazozipitia? Ni lile neno la Injili na imani ambayo itamuimarisha katika kile alichokiamini. Kwa tumepata kuona namna Paulo na Barnaba walirudi tena kuendelea kuwaimarisha katika ile imani. Lakini kutokea hapa ndio imepelekea mbeleni Paulo alikuja kuandika ile barua ya mtume Paulo kwa Wagalatia. Aliwaandikia tena wale ambao waliokoka, walimpokea Bwana Yesu. Aliendelea kuwatia moyo, kuwapa mafundisho, kuwaimarisha katika kweli ili wadumu katika imani ya Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo sisi kama wana TCC leo hii tunakumbushwa, tunaagizwa pale tulipo tuhubiri Injili, lakini pia tunayo neema na baraka. Baba mchungaji wetu kiongozi huwa ana huduma ya Injili ya redioni kila Ijumaa. Dunia tuliopo sasa hivi ni dunia ya utandawazi na teknolojia. Tunayo njia rahisi sana ya kuwafikia watu sehemu mbalimbali kupitia teknolojia na utandawazi uliopo. So huenda mimi na wewe tusiweze kuwa sehemu ya kuhubiri redioni, lakini tunao nafasi ya kuwatuma ama kusapoti zile huduma za redioni ili mwisho wa siku waweze kufikiwa wengi ambao bado hawalijui neno. Leo hii tunahubiriana ndani ya kanisa, lakini agizo ni tukawafikie wale ambao hawaijui kweli kabisa. Tutawafikia vipi? Lazima tuhubiri kule tulipo, lakini ipo neema ndani ya kanisa letu ambapo kuna Injili ya redioni. Na hata leo asubuhi baba alipata kutukumbusha umuhimu wa kuweza kusapoti huduma hii, kwa sababu wanaookoka kupitia huduma hii baba amekuwa akitushuhudia ni wengi walioko mikoa tofauti tofauti, mahali ambapo huenda kwa sasa hivi hatuwezi kufika Mtwara, hatuwezi kwenda Mpwapwa, lakini kupitia redio inawafikia wa Mtwara,
inawafikia wa Mpwapwa, na upo mfumo ambao Baba huwa anawaunganisha na makanisa ya sehemu zile. Kwa ni huduma ambayo mimi nilipopata kukumbushwa leo asubuhi iliniwekea mzigo tena, kwamba ndiyo sijaweza kwenda kuhubiri redioni, lakini ninayo nafasi ya kushiriki katika kusapoti huduma hii, na mwisho wa siku tuweze kuhubiri injili kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tulikuwa tunafahamu juu ya huduma hii ya injili redioni anayofanya Baba? Wangapi tulikuwa tunafahamu? Wangapi ndo tumefahamu leo? Okay, amina. Kwa tunayo nafasi ya kushiriki baraka hii. Na hapa tumefika mwisho. Tutapata kuishi kweli ya wiki hii inayosema, omba kwamba Roho akujaze nguvu za kunena kwa ujasiri injili kwa marafiki zako na wanafamilia wenzako waliopotea. Omba kwamba Roho akujaze nguvu za kunena kwa ujasiri habari za injili kwa marafiki zako na wanafamilia wenzako waliopotea. Panga kushiriki katika shughuli ijayo ya kupanda kanisa itakayofanywa na kanisa lenu. Kwa tumeagizwa tushiriki katika shughuli ijayo au inayoendelea ya kupanda kanisa inayofanywa na kanisa letu. Kwa nilivyoona kwa upande wangu, shughuli endelevu ya kiinjilisti ndani ya kanisa letu ni injili ya redioni, ambapo tunafahamu injili hiyo ina gharama. Naamini kupitia baba mchungaji kiongozi anaweza akashare na sisi gharama jinsi zilivyo, lakini kwa kidogo ninachofahamu kila kipindi kinagharimu takriban 100,000 kwa mwezi, sio chini ya 400,000. Kwa leo hii mimi na wewe kwenye kuishi kweli ya wiki hii tuna uwezo wa kupanga kushiriki katika shughuli hii ya injili redioni ambayo inaendelea kuwafikia watu na nafsi Tanzania nzima, na tumepata shuhuda za wanaookoka, wanaoponywa na wanaokuwa connected na makanisa kule walipo. Kwa ni mkakati wenye nguvu, ni mkakati wenye baraka, ni sehemu ya kuzifikia nafsi za watu kule walipo. Bwana Yesu asifiwe.